Hujambo ewe mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, karibu sana kwenye kipindi chetu cha leo tarehe 15 Februari mwaka wa 2026. Hivyo leo tunakuletea habari kutoka pande mbalimbali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Kwetu News 24 ambayo inakusogezea habari hizo. Ndio maana tunakuomba endelea kuwa pamoja nasi, usiondoke ili uweze kupata habari za uhakika na zenye kukamilishwa. Tutakuwa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako hali imeendelea kuwa ya wasiwasi, na hivyo watu wakiwa na hofu kubwa kutokana na mapigano ambayo yanaendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo huo, mapigano na mvutano vikiendelea kuhusishwa na waasi wa M23 katika majimbo mawili ya Kivu. Sasa kuna madai mapya ya uporaji wa rasilimali ikiwemo mchanga wenye madini katika eneo la Lomera, pamoja na tuhuma za usafirishaji haramu kuelekea Rwanda. Madai hayo ambayo Kigali inaendelea kuyakanusha. Wakati huo juhudi za kidiplomasia zinaendelea nje ya mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wawakilishi wa pande mbalimbali wameonekana katika mkutano wa African Union mjini Addis Ababa wakifanya mazungumzo yasiyo rasmi kuhusu mgogoro wa Kivu. Ndani ya nchi hali ya kibinadamu nayo si shwari baada ya mlipuko wa kipindupindu na kuripotiwa katika gereza kuu la Makala mjini Kinshasa, ambako vifo kadhaa tayari vimeripotiwa na serikali kutangaza hatua za dharura za kudhibiti mashambulizi hayo na maambukizi ya ugonjwa huo. Hizi ni baadhi ya habari ambazo tunazokuletea leo hii, kuanzia usalama, diplomasia hadi afya ya umma katika taarifa yetu kamili ya Kwetu News 24. Tuanzie basi uko Mdaka ambako kumeripotiwa uporaji mkubwa wa lami baada tu ya M23 kuweza kupora lami zote zilizokuwa uko Uvira. Wamefaulu pia kupora lami zilizokuwa uko Mudaka. Kwa mujibu wa chanzo kutoka asasi za kirahia, tukio hilo limetokea mapema Jumapili asubuhi. Mwanachama mmoja wa jamii ya kirahia amesema kuwa wahasi hao waliingia katika eneo lililokuwa limehifadhiwa vifaa vya ujenzi likijulikana kama uzio wa China na kuchukua lami iliyokuwa imehifadhiwa hapo. Amenukuliwa akisema hivi: Jumapili asubuhi M23 walipora lami iliyokuwa imehifadhiwa katika uzio wa Wachina Mudaka. Lami hiyo ilipaswa kutumiwa kujenga barabara ya Bunyakiri hadi UCB Kalambo. Vijana kadhaa walichukuliwa kwa nguvu katikati ya Mudaka ili kubeba vifaa hivyo vya ujenzi. Kwa mujibu wa taarifa hizo, lami iliyoporwa ilikuwa sehemu ya mradi wa ujenzi wa barabara muhimu inayounganisha maeneo ya Bunyakiri na Isebe Kalambo, barabara ambayo inatarajiwa kurahisisha usafiri wa biashara katika ukanda huo. Wakaaji wa eneo hilo wamesema kitendo hicho kimezua hofu miongoni mwa raia, hasa kutokana na madai ya vijana kulazimishwa kusaidia katika kubeba vifaa hivyo. Hadi sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na viongozi wa M23 kuhusiana na madai hayo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia haijatoa taarifa ya kina kuhusu tukio hilo. Matukio hayo yanajiri wakati hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kuwa ya wasiwasi, huku mapigano na tuhuma za uporaji zikiendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini na Kaskazini. Tuhamie basi uko mjini Kinshasa ambako watu 5 wamefariki kutokana na mlipuko wa kipindupindu ndani ya gereza la Makala. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, watu 5 tayari wamefariki dunia tangu tarehe 12 Februari mwaka huu kutokana na ugonjwa huu, huku visa vingine vikiendelea kuripotiwa ndani ya gereza hilo kubwa zaidi nchini. Katika waraka uliosahiniwa tarehe 14 Februari mwaka huu, waziri wa nchi, waziri wa sheria na mlinzi wa mihuri ya taifa ametangaza hatua za haraka za kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo.
Kwa mujibu wa Institut National de Recherche Biomédicale, jumla ya sempuli 17 ziliweza kuchunguzwa ambapo 13 zimethibitishwa kuwa na maambukizi ya kipindupindu. Taarifa hiyo pia inaonyesha kuwa watu 4 wamepona huku visa vipya 15 vinavyoshukiwa kuripotiwa tarehe 13 Februari. Kutokana na hali hiyo, serikali imechukua hatua kadhaa za dharura kwa mujibu wa sheria ya gereza ya mwaka wa 2023 pamoja na sheria ya afya ya umma ya mwaka wa 2018. Hatua hiyo ni pamoja na kusitishwa kwa muda mapokezi ya wafungwa wapya katika gereza la Makala, kusimamishwa au kupunguzwa kwa kiwango kikubwa cha ziara za wageni, na pia kuimarishwa kwa huduma za afya ndani ya gereza ikiwemo upatikanaji wa dawa, vifaa vya matibabu na bidhaa za usafi na kuua vidudu. Utekelezaji wa hatua hizo utafanyika kwa ushirikiano wa karibu na waziri wa afya ya umma, huku ripoti ya kila siku ya hali ya kiafya ikitakiwa kuwasilishwa hadi pale hali itakapothibitishwa kikamili. Gereza la Makala limekuwa likikabiliwa na changamoto za msongamano wa wafungwa kwa muda mrefu, jambo linaloweza kuchangia kuenea kwa magonjwa ya milipuko kama kipindupindu. Hizo zilikuwa ni habari za huko Kinshasa ambako hali iko nguvu ndani ya gereza la Makala. Hivyo acha basi tuhamie huko mjini Addis Ababa ambako mkutano wa kawaida wa wakuu wa wananchi wa African Union unaendelea kufanyika. Wakati viongozi wa Afrika wakijadili masuala muhimu ya bara hilo ikiwemo hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taarifa zilieleza kuwa harakati ya M23 imetuma ujumbe maalum katika mji mkuu wa Ethiopia kwa kile kilichoelezwa kuwa ni diplomasia isiyo rasmi ya nguvu. Kwa mujibu wa chanzo kilicho karibu na harakati hiyo, ujumbe huo umekutana na baadhi ya maafisa wa serikali kutoka nchi mbalimbali za Afrika pembeni mwa mkutano huo kwa lengo la kuleta msimamo ya harakati hiyo kuhusu mzozo unaoendelea katika Kivu. Chanzo hicho kinasema mikutano hiyo imefanyika nje ya vikao rasmi vya mkutano wa Umoja wa Afrika, lakini ikiwa na lengo la kushawishi mitazamo ya baadhi ya viongozi wa bara hili kuhusu mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo huo, ujumbe mwingine wa harakati inayoitwa Sauvons la RDC iliyoanzishwa mjini Nairobi mwezi wa Oktoba mwaka 2025 na rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila na pia huko Addis Ababa. Kwa mujibu wa chanzo hicho, ujumbe wa Sauvons la RDC upo katika mji huo kwa lengo la kueleza na kufafanua hali halisi pamoja na msimamo wao kuhusu mgogoro wa kisiasa na kiusalama unaoendelea nchini humo. Hatua hizi zinaashiria kuongezeka kwa juhudi za kidiplomasia rasmi na zisizo rasmi zinazofanywa na pande mbalimbali zinazohusika katika mgogoro wa Kivu Kusini na pia Kivu Kaskazini, wakati jamii ya kimataifa ikiendelea kutafuta suluhisho la kudumu la amani. Hadi sasa mamlaka rasmi za African Union hazijatoa mtamko lolote kuhusu uwepo wa ujumbe huo pembeni mwa mkutano huo. Acha basi tuhamie ndani ya Lomera huko Kivu Kusini ambako imeripotiwa kuwa waasi wa M23 wameweza kupora rasilimali za mji huo na kuweza kuzipeleka huko Rwanda. Kwa mujibu wa wakaaji wa nchi la Lomera, wamedai kuwa vikosi vya waasi wa M23 wanaoshirikiana na Rwanda Defense Force wanadaiwa kuratibu usafirishaji mkubwa wa mchanga huo wa madini kutoka eneo hilo kwenda nje ya nchi, hasa kuelekea Rwanda. Mashuhuda wamesema kuwa zaidi ya boti na mitumbi ya injini 15
huwasili mara kwa mara katika eneo la Lomera kupakia mchanga unaochimbwa katika mgodi huo. Shughuli hiyo inadaiwa kufanyika mchana na usiku licha ya tangazo la awali la kuzuia boti kutia nanga lililotolewa na mamlaka za harakati hiyo ya waasi. Video moja inayodai kuonyeshwa boti katika eneo la Lomera imesambazwa ikiashiria ukubwa wa shughuli hiyo. Hata hivyo, madai hayo bado hayathibitishwa rasmi na vyanzo huru. Wakazi wanasema kuwa licha ya uchimbaji huo mkubwa, jamii ya eneo hilo hainufaiki na rasilimali hizo. Baadhi yao wanalalamikia kupoteza mashamba, makazi pamoja na vyanzo vya mapato. Mmoja wa wakazi ananukuliwa akisema, familia zinakufa kwa njaa wakati shughuli za uchimbaji zinaendelea bila kusimama. Hiyo ilikuwa ni maneno ya mkaaji mmoja wa Lomera baada ya kupoteza shamba lake ambalo limeweza kuchukuliwa na kuchimbwa ili kupata mchanga huo. Madai haya yanaibua tena tuhuma za muda mrefu za usafirishaji haramu wa madini kutoka eneo yanayothibitiwa na waasi kuelekea Rwanda. Serikali ya Kinshasa imekuwa ikishutumu Kigali na kuunga mkono M23 kuhusika katika mtandao wa usafirishaji wa madini kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wake, serikali ya Rwanda imekuwa ikikanusha mara kwa mara tuhuma hizo. Hali ya usalama na usimamizi wa rasilimali za asili mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa chanzo cha mvutano wa kisiasa na kidiplomasia katika ukanda wa maziwa makuu. Hizo zilikuwa ni habari zetu za siku ya leo. Ewe mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, tafadhali weza kubakia nasi ili uweze kupata habari za wakati ujao.